Hizi ni nondo za habari kutoka Kemgongo TV. Mimi ni Charles Fabian. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema vurugu na uharibifu uliotokea nchini unaweza kuipunguzia sifa Tanzania ya kuweza kupata mikopo na misaada mbalimbali kutoka kwenye taasisi za kimataifa, akiwataka mawaziri kujipanga katika ufuatiliaji na utafutaji wa fedha za matumizi ya rasilimali zilizopo ili kutekeleza miradi ya maendeleo. Rais Samia ametoa kauli hiyo hii leo Jumanne, Novemba 18, wakati akiapisha mawaziri pamoja na manaibu waziri wa serikali ya awamu ya 6 Ikulu Chamwino mjini Dodoma, huku akikiri kuwa rasilimali za taifa ni chache, suala ambalo limeifanya Tanzania kuwa tegemezi wa mikopo kutoka nje. Changamoto inayotukabili ni rasilimali. Rasilimali zetu ni chache. Kama mnavyojua, mara nyingi tunategemea kupata kutoka nje. Mikopo kutoka kwa taasisi mbalimbali za kimataifa, mabenki ya kimataifa. Lakini yaliyotokea nchini kwetu yametutia doa kidogo. Kwa hiyo huenda yakatupunguzia sifa ya kupata hiyo mikopo kwa urahisi kama tulivyopata muhula wa kwanza wa awamu hii. Muhula wa kwanza wa awamu hii tulikuwa tunapata sana kwa sifa zetu, kwa msimamo wetu, kwa kazi tunapofanya. Lakini doa tulilojitia huenda likaturudisha nyuma. Kwa maana hiyo, tuna kazi ya kutafuta fedha humu ndani. Kutumia rasilimali zetu alizotupa Mungu, tutaangalia njia gani tutazitumia tupate fedha ili tukatekeleze miradi ile ambayo tunakwenda kutekeleza. Kubwa zaidi, awamu ya pili, muhula wa pili wa awamu ya 6, tutaanza kufanya miradi wenyewe, alafu mashirika yatatukuta njiani, tutakwenda nao. Hatutakaa kusubiri tunauza mradi, tunakwenda kubembeleza, mradi unakubaliwa, lakini nendeni karekebisheni hili, nendeni yule nenda kamkisi, usimnyukue, lakini yule sijui kamfanyeje. Mradi badala ya kupata approval kwa miezi 3-4, tunachukua mwaka mzima tunabembeleza mradi mmoja. Paka permission inatoka, no objection, maneno yenu wataalamu. Tuna miaka 2 tunamaliza kipindi chetu. Hatutasubiri hayo. Tutaanza kwa fedha ya ndani. Alafu wale wakimaliza no objection zao watatuunga katikati. Tumeelewana? Na huo sio wajibu wa rais peke yake, ni wajibu wetu sote. Ni wajibu wetu sote. Makamu wa rais yuko pale anasikia, waziri mkuu yuko pale anasikia. Spika wa bunge na wabunge nadhani wako hapa wanatusikia. Kwa hiyo huo ndio mwendo ambao tutakwenda nao. Vile vile amewapa pole kwa kazi nzito iliyopo mbele yao, akiwapongeza pia kwa kuaminiwa kuingia katika baraza la mawaziri, akiwataka kufanya kazi kwa bidii katika kuwatumikia Watanzania. Nimalizie kwanza kwa kuwapa pole. Kuwapa pole kwa kazi nzito ambayo iko mbele yenu. Bahati mbaya, mambo ambayo tumeahidi kwa wananchi au kwa taifa hili ni mengi mno. Kama nilivyosema kwenye hotuba yangu ya bunge juzi, ni mengi mno, lakini muda wa kuyatekeleza ni mchache sana, mchache mno. Kwa hiyo wale mliowapa leo, aliye mzito akapunguze kilo kidogo. Tuna kazi ya kwenda mbio, na ni mbio hasa sababu muda ni mchache, mambo ni mengi mno. Majukumu tuliopeana leo, dhamana tulizopeana leo, ni dhamana za kazi na si fahari. Kwamba na mimi ni waziri kawa ndio fahari ulikotoka, unakokaa na kwengineko. Hapana. Tumebeba majukumu ya kwenda kuwatumikia wananchi. Kauli mbiu yetu, kazi na utu, tunasonga mbele. Na ule utu uanze na sisi wenyewe. Sisi wenyewe viongozi, mawaziri, manaibu mawaziri, ambao tunakwenda kuwasimamia wengine. Utu uanze kwetu sisi. Nadhani mkiangalia neno utu lina maana pana sana. Kwa hiyo kwa maana yoyote ile, utu uanze na sisi, halafu tuoneshe utu kwa watu wetu, kujenga utu wao, kuheshimisha utu wao, utu wa Mtanzania. Hiyo ndio kazi yetu. Sasa kwa wale watakao beba uwaziri kama fahari, nimeapa leo na mimi nimeukwaa
na watanijua huko mtaani, basi tunafuatana polepole. Mnakwenda lakini tuko nyuma yenu, tuko migongoni kwenu. Miaka 5 si midogo lakini si mingi sana. Kwa hiyo mimi sio ni shida kubadilisha, na mnanijua. Na kipindi fulani mlishanisema nabadilisha sana. Nikasema ndio nabadilisha mpaka nipate yule ambaye atafanya kazi na mimi kwa moyo mkuu na kwa moyo mmoja. Kwa hiyo ndugu zangu mawaziri, kazi yetu hapa kuanzia leo ni kuwajibika kwa wananchi, ni kuwajibika kwa taifa hili, ni kuwajibika kwa nchi yetu Tanzania. Hiyo ndio kazi yetu. Maisha ndani ya Dodoma kwa sasa yamerahisishwa na 5G Hotel. Hoteli ya kisasa yenye vyumba vikubwa na vyenye mazingira tulivu na salama kwa muda wote. Breakfast ya bure, huduma ya chakula na vinywaji, DSTV, Azam TV na free wifi. Lingine kubwa ni kwamba njoo na gari lako, kwani parking ni ya kutosha. Tunapatikana Dodoma Kisasa, karibu na Alberto Pub. Kwa maelezo au mawasiliano zaidi, piga simu namba 0794120002 ama 0715693006 au tembelea mitandao yetu ya kijamii kote tukisomeka kama 5G Hotel.